Na wasalimu nyote wakazi wa Kaithe, wanabiashara nyote, na wasalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Kwa majina mimi naitwa Mutegi Albert, na niko na mandugu zangu hapa. Tunashiriki katika kanisa la Trinity Reformed Baptist, liko pale Gakurine, na siku ya leo tunaenda tukihubiri Injili yaani mabiashara zenyu na hata manyumbani mwenyu. Na leo tumejipata hapa mtaa wa Kaithe, na tunashukuru Mungu sana kwa fursa hii ya kufungua neno la Mungu na nyinyi na kuwahubiria Injili. Naomba mnipe dakika zenyu chache niwahubirie Injili, na kisha hapo baadaye tuomba pamoja, na naomba kwamba Mungu ataweza kutumia dakika hizi chache kuwaokoa wale ambao wamechagua. Lakini kabla ya hayo tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru kwa jioni ya leo. Tunakushukuru kwa wema wako. Tunakushukuru kwamba wewe ni mkuu na wewe pekee ndiye Mungu na hakuna aliye kama wewe. Asante Mungu kwa kutuumba sisi binadamu kwa mfano wako. Asante kwa kutuweka hapa duniani. Na asante Mungu kwa ajili hata bali na maovu yetu na dhambi zetu haukutuacha tuangamie. Ulitupa Injili ya Yesu Kristo ili uweze kutuokoa, uweze kusamehea dhambi zetu, uweze kutupa uzima wa milele na milele, na hayo yote umetupea na umetuonyesha ndani ya neno lako. Naomba Mungu uwe na mimi ninapolifungua neno hili, niwezeshe, nipe nguvu, wawezeshe wasikilizaji wangu wote waweze kuamini maneno haya na waweze kumtumainia Yesu Kristo pekee kwa wokovu wa mioyo yao. Tunaomba hayo yote katika jina takatifu lake Mwokozi wetu na mwana wako Yesu Kristo. Amina. Nawashukuru tena kwa fursa hii. Nawashukuru sana yote ambao mnaweza kunisikia. Najua huu mtaa si mkubwa sana, kwa hivyo kila ambaye anaweza kuniona, najua sauti inaweza kumfikia. Na nataka nianze kwa kuambia kwamba kuna jambo moja ambalo Mungu Baba aliyeumba mbingu na nchi, kama nimevyokuwa nikiambia wale ambao tumeongea na wao, kwamba kuna jambo moja ambalo Mungu Baba anasema kutuhusu sisi binadamu. Na jambo hilo ni kweli kwa sote. Sote, wamama, wababa, wavulana, wasichana, wazee, watoto, sote. Kuna jambo moja ambalo anasema, na jambo hilo ni kwamba sote tumetenda dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Hicho ni kitabu cha Warumi mlango wa 3 mstari wa 23, kwamba sote tumetenda dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Wewe mkazi wa Kaithe umetenda dhambi na umepungukiwa na utukufu wa Mungu. Wewe ambaye unauza duka, wewe ambaye unauza agrovet, wewe ambaye uko kwa salon, sote tumetenda dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Mimi kama mhubiri nimetenda dhambi na nikapungukiwa na utukufu wa Mungu. Madereva wote ambao wanapita hapa, hao watoto wadogo ambao wanatoka shuleni, wote sote tumetenda dhambi tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Na hata hatufunzwi kutenda dhambi. Haukumfunza mtoto wako kutenda dhambi. Wewe haukufunzwa kudanganya. Haukufunzwa kukuwa mchoyo. Haukufunza mtoto chuki na kuchapa mwenzake. Unakuja kwa hii dunia kama mwenye dhambi. Na Mungu anasema nini kuhusu wenye dhambi? Anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Hicho ni kitabu tena cha Warumi mlango wa 6 mstari wa 23.
Mungu Baba, muumba wa mbingu na nchi, anasema sote tumetenda dhambi tukapungukiwa na utukufu wake, na kwa hiyo tunastahili nini? Tunastahili mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kifo ilikuja duniani kwa ajili ya dhambi zetu. Pale mwanzoni hakukuwa na kifo. Adamu na Hawa waliambiwa, mtakapokula tunda hilo, kwa hakika mtaaga, kwa hakika mtakufa. Na walikiuka amri ya Mungu, wakakula tunda hilo, na tangu siku hiyo dhambi ikaingia duniani na kifo kikakuja na dhambi. Na kwa hiyo sisi sote tunaingia hii dunia tukiwa wenye dhambi, sote tunakuja tukipenda dhambi, na sote kwa ajili ya hizo dhambi zetu tunastahili hukumu, tunastahili mauti, tunastahili jehanamu, kifo cha milele na milele kwa ajili ya dhambi zetu sote. Hata wazungu na weusi sote, Mungu anasema nyote. Kwa kizungu hiyo verse inasema, for all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned and fall short of the glory of God. Lakini Mungu ni mwenye rehema nyingi sana. Hiyo habari ni habari mbaya. Hiyo ni habari mbovu, lakini ni habari ya ukweli. Wewe ni mwenye dhambi. Kama unaamini na hauamini, hiyo it doesn't matter. Wewe ni mwenye dhambi, na ukifa ndani ya dhambi zako, ukifa leo hii ndani ya dhambi zako, utaenda jehanamu. Na hautaenda jehanamu kwa ajili haukusoma Biblia. Hautaenda jehanamu kwa ajili haukuenda kwa pasta wako akuombee. Hautaenda jehanamu kwa ajili haukufanya hili na hile, kwa ajili haukuenda kanisa. Hapana. Hayo yote Mungu amekuamrisha ufanye, lakini kile ambacho kitakupelekea jehanamu, kiini ya hizo mashida zingine zote na hizo dhambi zingine zote, ni kwamba wewe kama binadamu, wewe ndani ya roho yako, wewe ni mwenye dhambi. Na hizi vitu zote ambayo unafanya ni matunda ya kile ambacho wewe ulicho ndani. Wewe ni mwenye dhambi. Ni kama mti, the root of it is sin. The root of us, the root of every human being is a sinful nature. Na kwa hiyo kila matunda zetu zitatoka ni dhambi, dhambi, dhambi. Ni vile ambavyo dhambi zetu ni tofauti. Kuna walevi, kuna waongo, kuna wale ambao wanachukia, kuna wachoyo, kuna wale ambao wako na mipango za kando nje ya ndoa, kuna wale hata wameua. Kuna dhambi tofauti tofauti. Sote tumekiuka amri ya Mungu. Hakuna aliye mzuri. Biblia inasema hakuna hata mmoja. Sote ni wenye dhambi. Na ule mlevi na ule ambaye hajaionja pombe lakini ni muongo, wote watakuwa jehanamu moja. Ule mtoto mdogo ambaye anatenda dhambi, anapiga wenzake, amekuja kwa hii dunia akiwa mwenye dhambi, na akifa ndani ya dhambi zake ataenda jehanamu. Na ninawaambia hiyo ni habari mbovu sana, lakini ni ukweli. Na kwa ajili gani hiyo? Kwa ajili Mungu ni mtakatifu na Mungu amejawa na haki. Na kwa hiyo dhambi zote zitalipiwa. Nimepeana huu mfano mara mingi sana, lakini nitaurudia huu mfano. Nataka kuambia kwamba, ama kuwaelezea kwa nini Mungu hawezi wewe kukusamehea hata ukisema pole aje bila malipo ya dhambi zako. Naambia hizi ni habari mbovu sana, lakini lazima niwaambie ukweli kabla niwaambie habari njema. Lazima niwaambie ukweli. Katiba ya Kenya iliwekwa hapo ili kushikilia haki, in order to uphold justice. Nchi yoyote ambayo iko na justice inaitisha kwamba kosa likifanywa
Ukikiuka amri ya hiyo nchi, kunakuwa na malipo ya hilo kosa. Hiyo ndio justice. Justice inaitisha kwamba mtu akiingia kwa hiyo agrovet yako saizi aibe vitu, atashikwa, atapelekwa kotini na ataweza kulipishwa kwa ajili ya kosa hilo ambalo alifanya. Nchi ambayo haifanyi hivyo haina justice, haina haki. Na huyo ambaye ameiba hata aende kotini aseme pole namna gani, na huyo judge akuwe ni mwenye upendo, akuwe mwenye huruma nyingi namna gani, hawezi kumwacha huyo mtu bila kulipisha hilo kosa, kwa ajili justice haiwezi mkubalia. Sasa Mungu Baba amejawa na haki. Biblia inatufunza kwamba God is full of justice, infinite justice. Atawezaje kusamehea wenye dhambi? Atawezaje kukuacha wewe uende tu? Umekiuka amri yake. Hata ukuje pole pole, Mungu sitarudia na ulie machozi, atawezaje kukusamehea? Atawezaje kukusamehea bila kuenda kinyume na haki yake? Itawezekana aje? Ndio maana wasikilizaji wangu nawaambia jioni ya leo, ndio maana Yesu Kristo alikuja. Ndio maana Yesu Kristo alikuja. Na mimi nikienda kwa hiyo kotini niseme huyu mwizi ameiba hii na hii, cash bail anaitishwa pesa ngapi, mimi nitamlipia. Nikimlipia, huyo judge anaweza fanya sasa ile ambayo ni haki na kweli, akimwacha kwa ajili kosa hilo limelipiwa. Anaweza fanya ile ambayo imejawa na haki, akimwacha aende. Na hivyo ndio Mungu anafanya. Hawezi enda kinyume na haki yake. Kwa hivyo ili awasamehe wenye dhambi, ili aweze kutuokoa sisi, kunahitaji kukuwe na malipo ya dhambi zetu, na ndio maana anamtuma mwanawe. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Jinsi gani? Akamtoa mwana wake wa pekee. Hapo ndiyo alionyesha upendo wake na huruma zake. Aliupenda ulimwengu jinsi gani? Akamtoa mwana wake wa pekee, ili amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bila mwana wake Mungu hatuwezi kusamehewa. Huruma na upendo wa Mungu haiwezi simama kinyume na haki yake. Ili atusamehe, lazima dhambi zetu ziweze kulipiwa. Na kwa hivyo akamtoa mwana wake wa pekee ambaye hakuwa na dhambi, akaishi maisha matakatifu ambayo mimi na wewe hatungeweza kuishi. Kisha huyu ambaye ako perfect, ako kamili, huyu ambaye alitii sheria ya Mungu kwa ukamilifu, anaenda kwa msalaba, anakufa kifo ambacho mimi na wewe tungestahili. Na sasa kwa ajili ya hiyo, msikilizaji wangu, Mungu anaweza kukusamehe. Kwa ajili ya hiyo na hiyo pekee, kwa ajili ya Yesu Kristo na Yesu Kristo pekee, Mungu Baba anaweza kusamehe wenye dhambi. Anaweza kukupa wewe maisha ya milele na milele, uzima wa milele na milele, kwa ajili ya huyo ambaye alikufa kwa wenye dhambi. Bila Yesu hakuna msamaha wa dhambi. Bila umwagikaji wa damu hakuna msamaha wa dhambi. Kwa ajili Mungu ni Mungu mwenye haki, na dhambi zote zitalipiwa. Wewe utazilipia jehanamu, ama ukubali Yesu azilipie kwenye msalaba. Ni rahisi, lakini dhambi zote zitalipiwa. Tumewaletea habari hiyo njema wasikilizaji wa Kaidhe, kwamba sisi wote ni wenye dhambi, kwamba sisi wote tumekiuka amri zake Mungu. Lakini Mungu kwa rehema zake, Mungu kwa fadhili zake, Mungu kwa upendo wake hakutuacha kwa dhambi zetu. Alitupea njia ya kupokea msamaha. Alitupea njia ya kupatanishwa na yeye. Alitupea njia ya uzima wa milele. Alitupea njia ya dhambi zetu zote kusamehewa. Na njia hiyo sio mbili, sio tatu, ni moja. Ni moja. Yesu Kristo alisimama akasema, mimi ndiye njia, mimi ndiye uhai, na mimi ndiye ukweli. Na hakuna aendaye kwa Baba ila kwa kunipitia mimi. Hakuna njia nyingine. Sio kwa kupitia Muhammad, sio kwa kupitia
Rastafari wanaamini Haile Selassie, sio kwa kupitia Buddha, sio kwa kupitia Prophet Awor, sio kwa kupitia nabii. Unapitia mmoja. Hauhitaji kuhangaika njia ni gani, ni moja. Hakuna aendaye kwa Baba ila kwa kupitia Yesu Kristo mwana wake. Na hiyo ndiyo habari njema, hiyo ndiyo Injili. Wewe ni mwenye dhambi. Na kwa hiyo verse ambayo nimewasomea kwa Warumi 6 mstari wa 23 haishii hapo. Haisemi tu mshahara wa dhambi ni mauti. Inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini tunashukuru Mungu sana kwa hizo lakini zilizo ndani ya Biblia. Kwa ajili Mungu anasema wewe unastahili kifo kwa ajili ya dhambi zako, lakini baada ya hiyo anasema lakini zawadi ya bure ya Mungu ni uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu Mwokozi wetu. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sisi tunahitaji kifo. Sisi tunastahili jehanamu. Sisi tunastahili hukumu ya milele na milele. Lakini kuna zawadi, na zawadi hiyo ni ya bure. Haulipishwi. Hauitishwi sadaka. Hauambiwi enda mlima siku ngapi. Hautatusikia tukikwambia toa. Hautatusikia tukikwambia utupee chochote. Zawadi ni ya bure. Ni ya bure. Na zawadi hiyo ni gani? Uzima wa milele na milele. Wewe mzee na wewe kijana na wewe mama, hauwezi kuongeza hata siku moja kwa maisha yako. Hauwezi kuongeza hata masaa, hata madakika. Hata ukuwe na pesa ngapi, hata ukuwe milionea, hauwezi kununua uhai. Alafu Mungu anakuambia nini? Anakuambia mimi nakupea uzima wa milele na milele. Na nakupea bure. Haulipishi chochote. Bure. Lakini anasema uzima huo wa milele na milele unapatikana mahali pamoja pekee. Anasema ni ndani ya Kristo Yesu Mwokozi wetu. Ndani ya Kristo Yesu ndipo wokovu ulipo, na hapo pekee. Ndani ya Kristo Yesu ndio wenye dhambi wanafaa kukimbilia, na hapo pekee. Tumaini la wenye dhambi ni ndani ya Kristo Yesu, na hakuna mwingine. Hakuna mwingine ambaye Mungu alimpeana aweze kuokoa wenye dhambi. Ndio maana kwa Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 inasema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa nani? Mwana wake wa pekee. Hana wawili, ni mwana wake wa pekee. Ili yeyote, sikizeni, ni yeyote, sio wale ambao wako hivi, sio wale ambao wanaenda kanisa, si wale ambao hawajakunywa pombe, si yule ambaye hatusiani, si yule ambaye wako hivi, yule ako na familia. Hapana, sio ati mama, si mbaba. Yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yesu Kristo alisema, njooni kwangu nyote mliolemewa na mizigo mizito. Alisema njoo na mizigo yako na nitakupumzisha. Hakwambii wewe ujaribu kujibadilisha. Hakwambii wacha mizigo yako huko uje kwangu. Anakwambia njoo ulivyo. Njoo ulivyo na dhambi zako, njoo ulivyo na chuki yako, njoo ulivyo na aibu yako, njoo ulivyo. Mimi ndiye nitakupumzisha. Wewe ambaye umechoshwa na dhambi zako, mkimbilie Yesu Kristo. Mtumainie huyo pekee. Anaweza kukuokoa, atakugeuza, atakupea maisha mapya. Yeyote aliye ndani ya Kristo Yesu ni kiumbe kipya. Ya jana yamepita. Mandugu na mabwana, wamama, wasichana, wazee, vijana, watoto, nyote nawasihi jioni ya leo, na nawauliza swali hii: kwa nini upotee?
Mbona upotee? Alimtoa mwana wake wa pekee ili amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa nini upotee? Utaipenda hizo dhambi zako hadi lini? Yesu Kristo anakuambia tubu, zigeukie dhambi zako na unigeukie mimi. Niamini na unifuate, na nitakupa maisha ya milele na milele. Na hata ndani ya haya maisha atakusaidia, atakuwa rafiki wako wa karibu, atasikia maombi yako, atakupa nguvu, atakupa amani na furaha kwa haya maisha, na yatakapoisha atakupea maisha ya milele na milele mbinguni na yeye. Injili ni rahisi sana, hata mtoto mdogo anaweza kuielewa. Mungu Baba hakuifanya ikuwe ngumu. Hautakuwa na excuses za kumpea. Ilikuwa rahisi sana. Alikujulisha wewe ni mwenye dhambi, na akakujulisha kuna njia ya kuepuka hukumu ya dhambi, na akakujulisha kwamba njia hiyo ni moja, na akakwambia ndo huyo mwana wangu nimemtoa, muamini huyo, mfuate huyo, atakuleta mbinguni. Kosa kumwamini hiyo na utapotea. Yesu Kristo akatuangika msalabani, akamwaga damu na akafa kifo cha wenye dhambi. Kile kifo cha uchungu sana mwenye dhambi angekifa, Yesu Kristo akakufa. Waweza kukilinganisha na kifo cha mob justice ambacho tunafanyia wezi siku hizi. Unachukua mwizi ameiba, mnamweka kwa tire, mnamwaga mafuta, wengine mnamkunyisha hiyo petroli na mnawasha kiberiti. Hivyo ndo tunafanyia wale ambao wametulemea sana, hata polisi hamtaki hata ashikwe, acha tu deal na yeye. Hivyo ndo Yesu alifanyiwa. Kifo cha msalaba kilikuwa hivyo hizo masiku. Kifo cha uchungu, kifo cha dharau. Unaangikwa hapo uchi wa mnyama, kila mtu apite akikuona. Alafu kichwani mwake akawekwa a crown of thorns, akadungwa kwenye upande wake, anamwaga damu, amechoka, amechapwa, kisha akufe hapo polepole, kila mtu akimwangalia, misumari ndani ya mikono na miguu. Na huyu ni yule ambaye hakujua dhambi hata moja, the perfect sinless Lamb of God. Na tunaona hii kuhusu Mungu kwamba hata kwa the Old Testament, Mungu akitaka sacrifice, Mungu akisema, akiambia wanawake wa Israeli, nataka mlete sacrifice, alikuwa anawaambia nataka ikuwe hivi na hivi na hivi, na isikuwe na kasoro hata moja. Na Yesu Kristu pekee ndiye anayeweza kutukufia sisi kama wenye dhambi, yule ambaye hakuwa na dhambi. Mimi na dhambi zangu siwezi kufia dhambi zako. Sote tumetenda dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini huyu mmoja ambaye alitii sheria ya Mungu kwa ukamilifu, huyu akaenda msalabani, na Mungu Baba akakubali malipo hayo, na akatuonyesha kwamba ameyakubali jinsi gani. Akamfufua siku ya tatu. Akamfufua siku ya tatu, na Yesu alipofufuka aliambia wafuasi wake aje, nendeni sasa muhubiri, nendeni sasa muambie nimekufa na nimefufuka, na nimekufa kwa ajili ya dhambi zao. Yeyote atakayeamini ataokolewa, yeyote atakataa kuamini atahukumiwa. Na hivyo ndivyo wafuasi wake walifanya, na wengi waliamini, wengi waliokolewa, wengi walikataa kuamini, wengi walihukumiwa. Na hata sasa hivi ndivyo ambavyo tunafanya, na hii itaendelea. Sisi tutaondoka, wengine wataokolewa, wengine watahukumiwa, watapotea mpaka mwisho wa dunia. Watu wataambiwa ndio hii Injili. Mungu Baba ametengeneza njia, waamini Yesu Kristo. Zigeukie dhambi zako, zichukie dhambi zako, mtumainie Kristo na umfuate, na utaokolewa. Wengi wataamini, wengi watakataa kuamini. Sasa sisi wakazi wa kawaida tumewaletea hii Injili, na tunawasihi kwa upendo wa Yesu Kristo. Hatulipwi kufanya kazi hii, ni kwa upendo ulio ndani Yesu wa Kristo Yesu, kwamba hatutaki kuona mkipotea. Mungu Baba anasema hafurahii hata mmoja akipotea.
He desires that none should perish, but that all should come to repentance. Anataka nyote mtubu dhambi zenyu na muamini Yesu Kristu. Hafurahii kuona ukihukumiwa, lakini kwa ajili ya haki yake. Usipozitubu dhambi zako, usipomtumainia Yesu Kristu, kwa hii maisha itakuwa ngumu sana kwako. Utapigana na dhambi. Shetani atakushika mateka kwa ajili ya dhambi zako. Utakuwa mateka wa dhambi. Dhambi zako zitakuchokesha. Na baada ya haya maisha utapatana na hukumu ya Jehanamu, kifo cha milele na milele. What is there to gain in sin? Ni nini ambacho iko cha kukufaidi ndani ya dhambi zako? Hata kwa haya maisha dhambi inaleta uchungu tu. Ulevi inasaidia nini? Wewe ukienda ukuwe na mpango wa kando, furaha iko wapi pale? Manufaa yako wapi pale? Ukimchukia mwenzako, manufaa yako wapi pale? Kila kitu ambacho Mungu amekukataza, it's bad for you. Kila kitu ambacho amekuamrisha ufanye ni kitu ambayo inakufaidi wewe. Lakini wanadamu kama mimi pia tuko na roho ngumu. Roho ambazo zimeganda kwa ajili ya dhambi. Tunazipenda dhambi zetu. Sisi ni wakatili, sisi ni wajeuri. Hatutaki kusikia. Mungu ametuambia fanyeni, tumekataa. Mungu ametuambia msifanye, tumefanya. Na kwa ajili ya hiyo tutakipata ambacho tunastahili. Tutapata the just condemnation of God, the wrath of God, ghadhabu ya Mungu. Na njia ya kuiepuka ghadhabu hiyo ni moja. Na nimewaambia tena na tena na nitairudia mara ya mwisho. Njia ni moja ya kuepuka ghadhabu ya Mungu. Sio mbili, ni moja. Yesu Kristu, mwokozi wa wenye dhambi. Huyo pekee ndiye ambaye anaweza kukuokoa. Huyo pekee ndiye ambaye anaweza kukutoa kwa dhambi zako. Huyo pekee ndiye atakupeleka mbinguni. Huyo pekee ndiye atakupa uzima wa milele. Huyo pekee ndiye anaweza kuvunja minyororo ya dhambi ndani ya maisha yako. Yesu Kristu na Yesu Kristu pekee. Mwamini huyo, mtumainie huyo, mfuate huyo, muombe huyo, aje akubadili, aje akuokoe, aje asamehe dhambi zako. Enda kwako nyumbani, piga magoti na umuombe. Mwambie aje akusaidie na kuwezeshe kuzigeukia dhambi zako na kumgeukia Yesu Kristo. Na yeye ni mwaminifu. Atakuja atakusaidia. Atakuja atakupa nguvu. Atakuja atajionyesha kwako. Kama nilivyosema, atakuwa rafiki wako wa karibu sana. Utamjua tu si kwa hadithi za Biblia. Utamuona wewe mwenyewe kwa maisha yako. Asanteni sana kwa hizo dakika chache mmenipea. Asanteni sana kwa umakini wenyu, kwa masikio yenyu. Nawashukuru sana. Na ombi langu ni kwamba Mungu atatumia dakika hizo chache kuokoa wote ambao amewachagua, wote ambao wataurithi ufalme wa milele na milele. Tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana kwa kutufungulia neno lako jioni hii ya leo. Asanti kwa Roho wako Mtakatifu ambaye anatuwezesha kuona ukweli wako. Mungu Baba, naombea wasikilizaji wangu wote wa mtaa huu wa Kaithe. Waonyeshe ukweli wa neno lako. Naomba watembelee Mungu Baba, na uweze kuwaokoa. Wewe pekee ndiye mwokozi wa wenye dhambi. Hakuna njia kokote kwingine. Hakuna hata mmoja ambaye anaweza kututoa kwa dhambi zetu. Wewe Mungu umejawa na rehema na fadhili na upendo mwingi sana. Na ulimtoa mwana wako wa pekee ili yeyote atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Na naombea wote ambao wamenisikia, Mungu waokoe. Mungu tuma Roho wako Mtakatifu. Mungu wawezeshe kutubu dhambi zao na kumwamini Kristo Yesu, mwokozi wa wenye dhambi. Bariki biashara zao,
Bariki familia zao. Bariki kila kitu ambacho wanalifanya, Mungu. Bariki kazi ya mikono yao. Kaa na wao, Mungu. Na naomba, Mungu, uangaze mwangaza wako ndani ya maisha ya kila ambaye amenisikia, kwa utukufu wa jina lako na kwa wokovu wa roho zao. Tunaomba hayo yote katika jina takatifu la mwana wako na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Amina. Asanteni sana. Mungu awabariki. Tunashiriki na kanisa ambalo liko pale Gakurine, linaitwa Trinity Reformed Baptist Church. Liko tu hapo ukipita SES on your right. Liko tu hapo. Tunawashukuru sana na tutaendelea kuwaombea. Asanteni sana. Karibu man.